Sasa kwingineko, aliyeishtaki Chadema atimuliwa. Kazi yake imeishia hapo mjomba. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemfuta wanachama Saidi Issa Mohamed kwa kosa la kukiuka katiba, kanuni na miongozo ya chama hicho baada ya kukishtaki chama hicho. Kumbuka ndo alifungua kesi ile ya mgawanyo wa mali. Ameenda na maji. Na kumshauri Saidi Issa Mohamed kuhusu chama kipi. Nimeona ile barua ya Chadema kuhusu chama kipi wala kumshauri aelekee wapi. Mwelekeo wake kisiasa. Hivi alikuwa anakuhamisha harakati za chama. Kwa mujibu wa ile barua ukisoma wanazungumza kuhusiana na mambo ya nidhamu. Ngoja nikusomea hapa uweze kuisikia vizuri walichomshtaki nacho au walichomtimua nacho. Alafu nitakuuliza demokrasia ni nini? Mweza kusoma tunakuuliza demokrasia ni nini utanijibu. Sawa. Sasa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pemba kimeujulisha umma wa wanachama wake kuwa kamati tendaji ya kanda ya Pemba iliketi kwenye kikao chake cha dharura tarehe 6 katika ukumbi wa Pride ya zamani chake huko Pemba. Kikao hicho kiliongozwa na mwenyekiti wa kanda Mheshimiwa Omar Nasoro kwa mujibu wa katiba, kanuni na taratibu za chama. Ajenda ya kikao ilikuwa ni kujadili swala la nidhamu linalomhusu ndugu Saidi Issa Mohamed. Katika kamati ilipokea na kujadili taarifa iliyowasilishwa mbele yake na kufanya tathmini kwa kuzingatia masharti ya katiba, kanuni na miongozo ya chama. Baada ya kuridhishwa kuwa ndugu Saidi Issa Mohamed amekiuka katiba, kanuni na miongozo ya chama, kamati tendaji ya kanda ya Pemba imeazimia kumfukuza wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzia juzi yani tarehe 6 Juni 2026. Kutokana na uamuzi huo, Chadema kanda ya Pemba ina utaarifu umma wa wanachama wote kuwa kuanzia tarehe hiyo ndugu Saidi Issa Mohamed si mwanachama wa Chadema na hatambuliki tena kama kiongozi au mwakilishi wa chama katika ngazi yoyote. Hivyo kauli, matendo na shughuli zozote atakazofanya baada ya tarehe hiyo zitakuwa ni za kwake binafsi na hazihusiani na chama. Wamejivua na harakati zake zote ambazo tunazifanya. Kama kuanzia sasa hivi atakachozungumza ni maoni yake binafsi. Ni yeye, sio mwanachama wa Chadema. Mbuka ile kesi yake ilifutwa baada ya kushindwa. Ndio. Kwa sasa hivi chama kimemaliza ile kesi ya mgawanyo ile. Kwa sasa hivi Saidi Issa Mohamed sio mwanachama. Tafakuri. Hii inaweza kukupa picha gani kwa mwingine akitaka kutoa maoni au akiona kuna jambo aliendi sawa afanyeje ili asikumbane na haya Saidi Issa? Au Saidi Issa alienda mbali zaidi? Unajua unapokuwa kiongozi kuna taasisi. Maoni yako yanakuwa na mipaka. Yani wewe kwa mfano wewe si mmoja wa wadau wa Super Breakfast. Kuna pewa toa maoni yako kwa mfano kwenye public. Nje yani. Maoni yako lazima yana mipaka. Kwa sababu hauwezi kuidogosha taasisi ambayo mwenyewe unafanya kazi. Ndio maana ili mtu aweze labda kupata maoni mazuri kuhusu jambo fulani huwa anajivua nafasi zake. Umeelewa? Ili kufanyaje? Ili kulinda hiyo integrity na kulinda principle. Kwa mfano mimi haiwezekani Godfrey Mchungu naongoza taasisi ambayo inaitwa Mchungu Institution. Alafu mimi ndo katibu, alafu mwenyekiti ndo Mtei. Alafu mimi nataka ni mcriticize Mtei, alafu nikiwa kwenye nafasi ya ukatibu hiyo. Kwa hiyo ili niweze kumcriticize Mtei vizuri, nahitaji kwa kujivuna nafasi yangu ukatibu. Niweze kuwa huru. Sasa nadhani kinachotokea katika vyama vingi vya Kiafrika au hapa Tanzania ni watu unaweza ukasema kwamba wanatoa maoni ya kujenga. Lakini yale maoni yao wanatoa maoni wakiwa wapo ndani ya taasisi zao. Sasa hiyo vile vile inajengwa na mtazamo wa political culture, utamaduni wa kisiasa katika nchi. Kwa nchi nyingine mtu anaweza akampinga labda kiongozi wake akiwa stili bado yupo ndani ya chama. Umeelewa? Ili kwa mfano senator fulani anaweza kapinga maoni labda ya Trump kuhusu masuala ya uhamiaji, kuhusu masuala ya vita vya Ukraine, vita vya Urusi. Na sifukuzwe. Kunachotokea sasa hivi kwa mfano chama cha Republican wanampinga Trump
kutaka kucompromise dhidi ya Urusi. Wamepitisha sheria ya kumdhibiti Trump kwamba lazima Ukraine iweze kupata nini? Msaada wa kifedha kutoka kwa Marekani. Lakini rais wa nchi hataki kuisaidia Ukraine. Lakini wabunge wake wanataka Marekani iweze kumsaidia na Ukraine. Sasa hiyo sasa katika taifa la Marekani ambapo sasa political maturity, yani ule ukomavu wa kisiasa ni mkubwa. Kwa vyama vyetu vingi kutazama, kuna hiyo principle ambayo nasema never outshine your master. Sisi tunaamini mkubwa huwa kusei, na hata anapotaka labda kukosolewa, kuna namna ya kumkosoa mkubwa kiongozi wako. Kwa nafikiri katika hiyo hoja ya Said Issa labda aliweka maoni yake mengi wazi, na aliweza kuhatarisha labda hizo harakati za chama. Kwa sababu kumbuka, baada hiyo kesi tunajua kabisa kwamba chama kilipigwa stop. Kilizuiwa kufanya shughuli zake. Maana ni kwamba chama kilikuwa hakifanyi harakati zake. Kuingiza hasara. Sio kama hasara, nafikiri ilishindwa sasa kwenye vyama vyetu. Ukiona kuna changamoto kama ile aliyoiona Saidi, unataka kufanyaje? Tafuta jukwaa lingine. Unataka kurekebisha chama chako ndani. Bwana, mimi niko kuna kipindi hiki chama nataka, kuna jambo linaendelea hapa silioni kama ni sawa, nataka nilidai ili likae sawa, tuendelee na chama chetu. Chama kinaendeshwa kwa vikao. Ukisoma katiba vyote, kwa hiyo kwenda mahakamani ni kama alizidi sasa. Chama kinaendeshwa na vikao. Kuna vikao ndani ya ngazi ya China, ngazi ya shina, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, mkutano mkuu. Na ukisoma katiba nyingi za vyama, mimi nakaribia katiba vyote vya vyama vya siasa. Vinazungumza wazi kabisa kwamba mkutano mkuu wa chama utakuwa na maamuzi ya mwisho. Kuhusu nini? Kuhusu mustakabali wa chama. Kwa hiyo kama mwanachama au kiongozi una hoja yako, peleka hoja yako kaiwasilishe kwa wenzako, kwa sababu kuna vyama unajua tunatafuta kuungwaji mkono. Inawezekana wewe Mtei una mawazo ambayo kuna wengine na mawazo kama ya kwako. Kwa sababu siasa si influence, siasa maana ni kujaribu kushawishi sera, mitazamo, mikakati, maoni vile ambavyo unavyoamini. Kwa hiyo unaweza ukapata uungwaji mkono wa watu wengi nao kukusaidia. Na watu hoja yako wanaweza kuona kwamba ina msingi mkubwa wa kimantiki. Kwa hiyo bwana Said Issa alifika mbali. Hiyo umesema wewe sasa. Ndio maana yake. Kama hajaenda kwenye mkutano, hajapita kwenye hizo ngazi uzoniambia, yeye alienda mahakamani. Tutumie lugha gani za kusema alifika mbali? Alivua nguo chama. Alifika mbali. Kwa maana amefukuzwa. Bwana sio mwanachama tena wa Chadema. Sijamsikia kijibu, najua atakuja kujibu. Au si tutamtafuta atuambie. Lakini historia inaionyesha waliopita kwenye hiyo level ya yeye ya kufukuzwa kwa staili hiyo hawajawahi kutoboa kurejea. Historia inanionyesha. Ngoja kwanza, unataka kusema kwamba staili za watu kufukuzwa ni tofauti? Yani waliofika kwenye level ya kufukuzwa kwa staili hii. Lakini unajua sasa Chadema inarudisha watu kundini. Ndio nakwambia, waliofika kwenye level ya kufukuzwa kwa staili hii hawajawahi kutoboa kurejea, kwamba wameishinda chama, kwamba ameenda kudai sababu kaenda mahakamani kadai wanachama wake ukarejeshwa. Haijawahi kutokea. Na mfano ipo mingi sana. Na kama labda uko mbele ya safari akitaka kurudi Chadema. Sasa huyu alivyoondoka ni tofauti. Nimekosa sana, naomba mnisamee. Siasa ni watu wenyewe, nakwambia. Siasa ni wanachama. Chama ni wanachama. Lakini kwa historia ya watu walivyoondoka kwenye vyama, hamna aliondoka kama yeye aliwahi kurejea. Kwa hata kama kitumbu. Tulikuwa hapa na nani? Tulikuwa hapa na Mona Lisa. Tulikuwa hapa na hata kiongozi wa ACT, kiongozi mstaafu. Six style hizi kwamba tumemfukuza wanachama. Alirudi. Kabwe Zito Zuberi. Ndio style hiyo. Wanakwambia ukiondoka kwa style hiyo, historia inaonyesha kwamba hajawahi kutoboa. Labda ukaombe msamaha. Jamani, nimekosa mimi naomba kurejea. Na kwenye kurejea nimesikia ile taarifa ni rasmi ile. Halima. Hata mimi nimeona aliposti tu mwenyekiti wa aliposti mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema. Kwenye maneno yake kama anamkaribisha hivi. Anamkaribisha tena nyumbani. Karibisha nyumbani, rejea tufanye kazi na nini. Lakini sijamuona yeye akijibu popote. Moja ya interview yake ambayo alifanya, yeye alisema bado ni mwanachama wa Chadema. Hapa tunamzungumzia Halima Mdee kwa mtu ambaye labda hajaelewa. Mwanachama wa Chadema.
na nakumbuka ile interview yake alifanya na BBC kama sikosei. Akasema bwana, unajua kuna ile wimbi la wale wabunge 19 ambao wali kabla uchaguzi wengi walikimbilia upande wa pili. Wengi hali ilikuwa tete. Kinachoitwa kwamba kwenda kuendelea kusekiwa nafasi zao, lakini yeye alima akaenda zake kulima. Kwa hiyo amekuwa mkimya sana. Ndio maana Chadema ukiwaambia anarejea hawashtuki. Wanaona kama mwenzao hivi. Kuna mmoja nani anatropia anatropia pia amekuwa kwenye kesi za mwenyekiti, yupo anaonekana, yupo anafanya shughuli zake, anaonyesha solidarity, yupo. Kwa hiyo ni watu ambao Chadema wakisikia wamerejea hawatashangaa sana. Sawa bwana. Gazeti la Nipashe limeandika utata halmashauri kununua Costa moja kwa milioni 316. Costa moja. Costa moja milioni 316. Wakati jitihada za kuimarisha uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma zikiendelea nchini, halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma imejikuta katikati ya mjadala kufuatia taarifa za utata kuhusu ununuzi wa basi dogo aina ya Costa kwa gharama ya shilingi milioni 316. Taarifa zilizopatikana zinaonyesha kuwa ununuzi wa gari hilo umeibua maswali kutoka kwa baadhi ya viongozi na wadau wa halmashauri hiyo, hasa kutokana na madai kuwa licha ya fedha kutolewa, gari hilo halijawasili wilayani humo. 300 imetoka na gari hawalioni. 300 ni yani 300 kwanza ni mjadala mwingine na kutokuonekana gari pia ni mjadala mwingine. Kwani Costa shingapi? Tafuta hapo bei yake kamili. Gari dogo Costa hili hapa. Aina hii yani. Haiwezi kufika 300 haifiki. 300 haifiki. Ni mnunuzi wa magari sana, lakini 300 haifiki kwa kweli. Kwa hiyo bwana, madiwani wanalalamika, uongozi wa halmashauri wanatetea, ununuzi TAKUKURU wanaingilia kati, uchunguzi umeanza. Uchunguzi umeanza kuweza kubaini kama hiyo 300 ni kweli au sio kweli. Ndio kabisa. Bana, sitarudi hapa kuendelea kuzungumza.